ya mbio, mashindano ya aina yoyote. Kwa hivyo ningependa ujue pale nje, ujumbe Bwana amekupatia mwaka huu, sijui ni ujumbe upi, lakini kwa kila ujumbe Bwana upeana, kila ujumbe ina kanuni na sheria zake kama utafikia kuona kile Mungu amekuahidia mwaka huu. Na kama vile tu kawaida, mashindano ya kawaida hii ya kimwili, anaandika pia hivyo Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 25. Anasema wengi ukimbia, lakini ni mmoja hupata tuzo. Alafu anasema basi mkimbiaji yoyote anakuwa na kiasi na anajipima na anajichunga ili ashinde mashindano. Basi na wewe pia unapofuatia kile Mungu amekuahidia mwaka 2026, ningependa ujue pale nje kuna sheria na masharti. Kama vile watu wa ulimwengu wa biashara husema sheria na masharti kutumika. Na vivyo hivyo katika ulimwengu wa kiroho kuna kitu tunaita sheria na masharti ambayo inafaa kutumika kwa vyovyote vile, ama kitu chochote ambacho unafanya ama kufuatilia, ndiposa ufikie ahadi ama taji ya kile Mungu amekuahidia. Kwa hivyo mwaka huu unapoanza mbio hizi na unapopiga mbio hizi, nataka ujue kama vile kuna sheria za kawaida za hali ya asili, kuna sheria za kiroho pia. Na kile Bwana amekuahidia utapokea mwaka huu, ni vizuri uingie kwa neno la Mungu. Kama alikuambia ni mwaka wa mavuno, ni nini uelekeza watu kwa mavuno? Kama alikuambia ni mwaka wa furaha, ni nini uelekeza watu kwa furaha? Ndiposa unapozingatia sheria hizo, basi utaweza kufurahia kile Bwana amekuahidia. Utaibuka na taji ya kweli. Nimeona watu ambao wamepokea vitu kwa maisha, lakini wamevipokea kwa njia ya haramu, njia ya shortcut. Na wengine hata umewaadmire, ungependa kuwa kama wao, umetaka kufanana na wao, lakini kwa kweli hawakufuata sheria na masharti. Wamepita njia za mikato, wamefanya njia ya haramu, wamefikia vitu vinaonekana kama taji, lakini sio taji. Mwaka huu na kuombea utapiga mbio zako, usikimbie mbio za wengine. Muangalie Mungu akusaidie kufuata sheria na masharti ambayo amekuwekezea, na neno lile amekupatia. Kila neno lina sheria na masharti ya kufikia. Akikwambia ni mwaka wa mavuno, kuna sheria ya mavuno. Haufiki tu kwa mavuno bila kufuata sheria ya mbegu, kupanda, kupalilia, basi alafu ufikie mavuno. Bwana amekueleza nini mwaka huu? Basi unapofuatilia kile Bwana amekueleza, basi utafikia hatima